Isoken alikuwa na kila kitu ambacho mwanamke angeweza kutamani: uzuri, kazi nzuri na familia yenye upendo. Lakini kulikuwa na tatizo moja kubwa: alikuwa bado hajaolewa. Na katika tamaduni zake, hilo lilionekana kama ni kushindwa. Leo nitawasimulia muhtasari wa filamu ya mapenzi ya Nigeria inayoitwa Isoken. Filamu hii inasimulia maisha ya mwanamke aliyelazimika kuchagua kati ya matarajio ya familia yake na mapenzi ya kweli. Isoken ni mwanamke mrembo, mwenye akili na aliyefanikiwa. Ana kazi nzuri na anaishi maisha ya kujitegemea. Lakini familia yake haioni mafanikio hayo. Kitu pekee wanachojali ni kwamba bado hajaolewa. Kila mkutano wa familia hugeuka kuwa kama mahojiano ya ndoa. Wote wanamkumbusha kuwa muda unaenda, na wengine hata wanazungumza nyuma mgongo wake wakisema labda kuna kitu kibaya kwake. Lakini hali hii inamfanya Isoken ajisikie vibaya sana. Mama yake anaamua kuchukua hatua. Anaanza kumtambulisha kwa wanaume tofauti tofauti, akitumaini mmoja wao atamuoa. Lakini hakuna anayegusa moyo wa Isoken. Mpaka siku moja wanamleta mwanaume aitwaye Oshai. Oshai ni tajiri, mwenye adabu na anajua anachotaka: ndoa. Familia ya Isoken inampenda mara moja. Kwao huyu ndiye mwanaume mkamilifu. Isoken anakubali kujaribu kuwa naye, si kwa sababu anampenda, bali kwa sababu ya shinikizo la familia. Oshai anamtendea vizuri na kila mtu anaanza kumwamini kuwa harusi iko karibu. Lakini moyo wa Isoken, kuna kitu kinakosekana. Hampendi kwa dhati. Siku moja Isoken anakutana na mwanaume aitwaye Kevin. Kevin ni mpole, mcheshi na tofauti kabisa na wanaume aliowazoea. Wanapoongea, Isoken anajisikia huru, anacheka zaidi, anatabasamu zaidi. Polepole urafiki wao unageuka kuwa mapenzi. Isoken anaanza kumpenda Kevin. Lakini kuna tatizo kubwa. Kevin si Nigeria. Isoken anajua familia yake haitamkubali Kevin. Sasa yuko katika machaguo mawili: mwanaume ambaye familia yake inamtaka na mwanaume ambaye moyo wake unampenda. Oshai anaanza kuzungumzia ndoa kwa uzito zaidi. Lakini Isoken anajisikia kama anaishi maisha ambayo si yake. Hatimaye Isoken anakusanya ujasiri. Anaamua kusema ukweli. Anaachana na Oshai. Familia yake inashangaa na kukasirika wanapogundua kuwa anampenda mwanaume wa kizungu. Baadhi yao wanamkataa. Isoken anajisikia mpweke, lakini kwa mara ya kwanza anajichagua mwenyewe. Kwa muda familia yake inaanza kuelewa. Wanagundua kuwa furaha ya binti yao ni muhimu zaidi kuliko mila. Hatimaye wanamkubali Kevin. Isoken anapata mapenzi ya kweli na anajifunza kuwa upendo wa kweli haulazimishwi. Asante kwa kutazama. Usisahau kulike, kusubscribe na kucomment. Tutaonana kwenye video ijayo.